Yes, ni juzi jana na leo Farid bin Abdalla Chotara Tanga na Dar es Salaam. Niko tena hapa Mao Zedong kwa udhamini mkubwa kabisa wa Dubai Computer. Hawa ni wauzaji wa computer na laptops kutokea pale mitaa ya Kariakoo na Aggrey. Yes, hapa niko na Muba mchezaji wa timu ya JKU. Tutakuja kupiga story mbili tatu baada ya kutamatika kwa mchezo wao dhidi ya Malindi na kushinda ushindi wa kishindo kulikweli, ushindi wa mabao 4 kwa 1. Muba, habari? Salama. Wema. Wema kabisa. Safi kabisa. Safi kabisa. Naona una furaha. Umeona. Golini sio michezo, sio lazima tufurahi. Ni mechi ya kwanza baada ya kutoka katika mapumziko ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mmerejea, morali iko juu. Kipi ambacho mwalimu aliwaeleza kabla mjengea kwenye mchezo? Kwanza nitashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mpira ya michezo ilikuwa sio rahisi. Lakini kwenye hiyo mapumziko baada ya kurudi, kocha ametupa maelekezo kwamba hiyo michezo ambayo imebaki ni magumu. Hiyo michezo yote ni ngumu, itakuwa ngumu kwa sisi, hatuna mechi rahisi, mechi zote ni ngumu. So tunafuata maelekezo ya kocha, mazoezi ana nini anatupa, tunafanya vizuri na tunafanya mazoezi ya fitness pia ndio imetusaidia kushinda hiyo mechi. Wakati mko kwenye likizo, mwalimu kuna session yote labda alitoa kwa kikosi ili naona mmerudi mko na fitness ya hali ya juu? Yes, because before tutaenda hiyo mapumziko alitupa maelekezo kwamba hivi ndio tupo kwenye Ramadhani, lakini tusiende kukaa nyumbani, kila mtu ajitahidi afanye kidogo kidogo, kwa sababu tukirudi tunakuja kufanya test kweli. So nadhani baada ya kuenda hiyo mapumziko kila mtu alijitoa kufanya mazoezi binafsi. So baada ya kurudi hivi ndio tumepata muda mchache, lakini unaona kama fitness at least kila mtu hajalala, kila mtu alifanya kidogo kidogo, so imetusaidia pia. Wakati mnaanza hamkuanza na pressure ya juu sana, lakini kadri mchezo unavyozidi kwenda, mili inavyopata joto, mnaonekana mnacheza kwa high speed na mkao mnacheza katika zone yao zaidi na kutokuwapa nafasi ya wao kuja katika mchezo wenu. Ni nini amaso kama ni morali ambao nyinyi kama wachezaji mmetiana mkiwa kiwanjani? Sisi tuna morali yetu, sisi wachezaji kama wachezaji tuna morali yetu, morali kubwa. Na ya pili hiyo mechi ambayo unaona kama wasema tulikuwa tunacheza mdogo, kwa sababu ndio sasa hivi tulikuwa tumeanza mechi ya kwanza, tena unatakiwa usoma mpinzani wako formation gani na kuja nayo, unataka kucheza kivipi before na wewe pia utajua utacheza naye vipi. So kwa sababu tulikuwa tunataka Malindi wacheze mpira ambaye sisi tunavyotaka, so tunatakiwa tucheze tusome wanacheza mpira gani, baada ya kupata formation zao that is when sisi tutacheza mpira ambaye na sisi tunataka. Walijaa kwenye mfumo wetu, wameingia kwenye mfumo wetu mkawapiga. Ndio. Lakini malengo ya JKU kwa hivi sasa katika mechi ambazo zimesalia yapoje? Sasa malengo, kwa sababu huyo kuona msimamo, kila mtu anaweza kuwa bingwa. Kila kuanzia wa kwanza number 1 mpaka number 6, kila mtu anaweza kuwa bingwa. So sisi malengo yetu ni kuwa bingwa wa ligi, bingwa wa FA. So everything ambaye kocha maelekezo, everything kocha anatupa kwenye mazoezi, tunatakiwa watu nini tufuatie, because malengo natakiwa uwe malengo. Sisi malengo ni kuwa bingwa wa ligi. Kuwa mabingwa wa ligi. Yes, neno kwa fans wa JKU kwa ushindi huu mnono. Kabla ya kwenda kumzungumzia, kuna mchezaji wako mmoja anavaa jezi nambari 3. Ni miongoni mwa wachezaji wanacheza kama na style ya Nabi Kamara wa Simba. Ni kweli? Ni kweli kabisa, because na yeye pia unajua timu yetu tuna professionals ambaye wamecheza simu tofauti tena nje wa nchi, lakini unajua sometimes mpira ni kwenda juu na kushuka chini. So unaona kama labda sisi wote tupo kwa JKU, lakini unaona kama tuna mature players. Wewe mwenyewe umeona tuna mature players, unaona kama huyu sio mpira yake hivi, unaona because tumecheza sehemu tofauti, ndio maana unaona kama tuna senior players mature. Wana timu ambaye ina malengo, lazima tafute watu ambaye mature players waanganisha na watoto wadogo, watu ambaye wa vijana ambaye wanakuja, so unapata rhythm. So tuna wachezaji wazuri. Hiyo namba 3 hiyo Onome ni Mnigeria mkali sana hiyo, lakini ana play kama Nabi Kamara. Ni playmaker. Mpe mbaya kupenzi. Mtu mbaya anamuona hivi. Lakini wewe ni raia labda wa nchi gani? Mimi ni raia wa Ghana. Yes, I'm Ghanaian. Wewe unazungumza Kiswahili fasaha kabisa, kuna mwalimu wako? Sasa muona ndio hivyo, kwa kila kitu if you make your mind kujipanga kama nataka nijua hiyo kitu, utajua. Hivi ndio nimekaa sana kidogo, lakini nimejitahidi, nimejifanya kama ni foundation, ndio maana nimenini. Una muda gani hapa Zanzibar? Zanzibar ni kwenda na kurudi. Ndio ukajua Kiswahili? Nikajua Kiswahili, najua na bara pia, ndio ina na out. Kuna timu ambayo labda ulichezea Tanzania bara before kuja hapa? Nimeanza hapa before nimeenda Kenwood, so dirisha dogo hii ndio nikaja tena hapa. Baada ya kushuka daraja ukahamia? Yes, nikahamia hapa kwa sababu hapa ni nyumbani. Engola ni mtu wa namna gani kwenye mtu wa kambini?
Angola ni mtu muhimu kwenye timu yetu, ni mchezaji mzuri, mchezaji kubwa pia, kwa unajua professional. It's so fun. Yes, it's so fun to be with, but sometimes mpira maybe small injury like injury na nini kidogo, ndio maana leo hujamwona kambini, hujamwona anacheza. Ni mtu muhimu kwenye timu yetu, kwa sababu unaona mbavu anakuja tunakimbia. Mechi inayofuata mnakwenda kucheza na Zimamoto kwa tarehe 12 Aprili. Je, ni maandalizi kwa hivi sasa? Nadhani mtaenda kwenye na mwalimu. Sasa unajua michezo ambayo imebaki wote sisi hatuangalie timu moja. Sisi mechi ambayo imebaki wote tunaangalia, sisi tunafanyia mazoezi kwa mechi zote. So kwa sababu ya timu moja. So mafuzo pia tutafanya mfumo wa mafuzo, tukutane naye because it's match after match, then we go to different matches. So sasa tutaenda kupanga na mafuzo, then jitahidi tupate mshindi pia. Nataka nijue kitu kimoja. Nini ambacho labda unawaahidi mashabiki wa JKU katika mchezo ambayo imesalia? Na maana leo mmeshinda, japokuwa wanaonekana hawana furaha, hajazoea ushindi wa mwembamba. Unajua mashabiki au mashabiki wote kwamba waje uwanjani because unajua mpira inacheza na mashabiki. Mpira inacheza kama mpira mechi timu ikifungwa, mashabiki nje, tukipata ushindi nje because JKU Zanzibar hapa, JKU sio timu ndogo. Unajua timu JKU ni timu kubwa. So tunaahidi washabiki waje, na wakija ndio tunawapa furaha na wale pia because kelele zao na support zao ndio inakupa sisi pia uwezo kubwa tufanya kazi kubwa. Role model wako? Role wangu mimi, role wangu alikuwa Sadio Mane, kwa sababu like Sadio Mane how he is calm, how anacheza mpira yake. Mimi unaona kama anacheza center half, lakini mimi sio center half sana, lakini nipe hiyo ni siri tu. Ndio maana kama umekuja michezo yetu nyingine unaona kama anacheza kama striker, nyingine pia anacheza kama center half. Sasa ipi namba ambayo ukicheza wewe unasema mimi nazima hapo? Mimi kucheza enjoy pote, lakini kucheza hiyo center half ni sio ambaye na nini natulia comfortable, lakini mbele huko pia kuna coach nyingine pia wakija wanataka mimi mbele huko, wataki nyuma huko. So that is how so model yangu ilikuwa Sadio Mane na sijabadilisha. Na tuna hiyo center half, tuna mambo ya Ramos kidogo sisi hatupo gentle sana so ndio hivyo. Sasa rafiki yangu, mimi nataka unisaidie kitu kimoja tu. Uambie mashabiki wetu wanaofuatilia Kishai TV lakini pia wana support timu ya JKU waende wakanunue laptop pale kwa jamaa mmoja Kariakoo anaitwa Dubai Computers. Sasa unajua Dubai Computers, mimi mwenyewe najua hiyo Dubai Computers. Kuna siku nimeingia huko kuangalia vitu vyao, naona kama wana electronics, wana makompyuta na laptop mazuri. It's very nice. So mashabiki wote na mashabiki wa JKU kwamba ile laptop waingie Dubai Computers huko watafute hiyo laptop mazuri itawasaidia kuliko kununua sehemu nyingine. Wanaanza kununua hita. Umeona? Unatumia dakika kidogo inapata moto. Basi shukrani sana.